nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Bwana, wastahili kuabudiwa, unastahili we, wastahili we kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, oh, wastahili we kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, wewe ni mwaminifu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, wafalme, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Just go before him and just worship him. Nenda mbele za Bwana ukamwambia asante. Bwana, tunashukuru asubuhi ya leo, tunasema ni asante. Tunasema unastahili kuabudiwa. Tunasema wewe ni Mungu mwaminifu. Tunasema hakuna kama wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna anayechukua mahala pako. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Tunainama mbele zako tukisema wewe ni Mungu. Tunainama mbele zako tukisema unastahili. Tunainama mbele zako tukisema kama sio wewe Bwana, hatungekuwa hapa siku ya leo. Tunasema Bwana, tumeona mkono wako, tumeona wema wako Bwana, tumeona rehema zako, tumeona neema yako katika maisha yetu. Bwana, tunakushukuru. Tunakushukuru Bwana, umetulisha kila siku, umetuvisha kila siku. Bwana, umetufungulia milango. Bwana, umefanya hiyo vyema katika maisha yetu. Tunakuja mbele zako na shukrani asubuhi ya leo. Ningependa uende mbele za Bwana ukiwa unamaanisha, ukamwambia Bwana asante. Kumbuka yale mambo ambayo Bwana amekufanyia. Inua sauti yako ukamwambia Bwana ninashukuru. Bwana ninashukuru. Bwana ninashukuru. Bwana, si kwa sababu ninastahili, ni kwa sababu ya rehema zako. Ninashukuru asubuhi ya leo. Ninashukuru Bwana, ninashukuru, ninasema asante. Ninasema asante Bwana. Asante Bwana kwa kunihifadhi. Asante Bwana kwa kunipenda. Asante Bwana kwa kunirehemu. Asante Bwana kwa kunihifadhi. Asante kwa kuiokoa nafsi yangu. Asante Bwana kwa roho wako katika maisha yangu. Asante Bwana kwa kila kitu ambacho umenipa. Ninakuinua asubuhi ya leo Bwana, ninasema unastahili. Ninasema unastahili sifa. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili maisha yangu. Unastahili wakati wangu. Unastahili nguvu zangu.
Bwana, ninakuinua asubuhi ya leo. Ninasema hakuna Mungu kama wewe. Ninasema wewe ni rafiki mwema. Wewe ni Baba mwaminifu. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana kama kanisa. Tunasema wewe ndiye umetuhifadhi. Wewe ndiye umetuleta umbali huu. Wewe ndiye Ebeneza Bwana. Wewe ndiye mwamba imara ambao tunasimama juu yake Bwana, na hatutaweza kutetemeshwa. Ninakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Bwana, nikuabudu vipi? Kwa sababu Bwana hakuna maneno tunaweza kusema ikatoshe. Hakuna kitu tunaweza kufanya kikatoshe ile ibada ambayo unastahili Bwana. Tunakuabudu, tunasema ni asante. Asante Bwana. Kwa wakati huu ningependa uende mbele za Bwana ukiwa na mahitaji yako. Enda mbele za Bwana ukamlilia asubuhi ya leo. Kwa wakati huu tunakupa dakika chache. Ukaende mbele za Bwana ukiwa na mahitaji yako. Ukamwambie Bwana, haya ndio ningeomba unifanyie siku ya leo. Ninajua kwamba ukiendelea kuomba Bwana anaenda kutujibu katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini kipindi hiki cha maombi kinaenda kutupa miujiza mingi, kinaenda kutupa ushuhuda aina tofauti katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi hii uende mbele za Bwana. Kumbuka mahitaji katika maisha yako. Kumbuka mahitaji katika familia yako. Kumbuka mahitaji katika kanisa la Bwana. Kumbuka mahitaji katika nchi yetu ya Kenya. Najua kwamba tunapomuita Bwana wakati huu anaenda kutusikia katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasongea mbele zako tukijua kwamba kuna uwezo wa kufanya kila jambo katika mkono wako ulio na nguvu. Asubuhi ya leo Bwana, tunafahamu kwamba kuna mambo ambayo hayawezi wezekana kwa mkono wa mtu, lakini hakuna ambacho huwezi kufanya Bwana. Bwana, siku ya leo hatujakimbilia watu ambao wana nguvu, hatujakimbilia nguvu zingine, tumekimbilia kwako Bwana. Tunaomba ukatusikie katika jina la Yesu Kristo. Makora mayanda masekete lebeboro remayande meketoria na mazekete lebaba jenda makatore mayanda makatori mazekete remayanda makatore mayanda makoroma mebaba jekata la baloriana makatoriana mazekete lebalora jekete belore mayanda makalaba boroma janda malora makatola babozekete lebelora makore makata la babozekete belore mayanda makatori babozae remayanda makatoriana makatoroma. Bwana, tunakukimbilia asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana ukatusikie katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukayafute machozi ya wana wako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukaifungue milango ambayo imefungwa kwa wakati mrefu. Tunaomba Bwana ukaenda kuwafanyia wale ambao wamekuwa wakikuita kwa muda mrefu. Tunaomba Bwana ukatukumbuke asubuhi ya leo, wale ambao tuko hapa na kila mtu ambaye ananisikia sauti hii. Ninaomba Bwana ukawatembelea asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Makore mayanda makaleba lora mazae remayando remakoshe lebe lore mayanda remayakate laba lore mazakata laba lore mayanda makata jekete lore makota laba bozekete lebe lore ma janda makalore makota laba zekete belora jenda malora makatwa laba bore malaga laba jekada balore makote lebe lore mayanda maka jende meloriana makatoriama. Bwana, tunaomba ukatutendee kwa mkono wako ulio na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukatukumbuke asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana ukatukumbuke asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana ukatukumbuke asubuhi ya leo. Makora mayando rema koshekete lebelore mama jenda malwana mayanda makatwa lemelore mazaya rema yakata lama zekete lemelore mama shekata lama zakala babore mayanda maka ora makatwa lama zekete lebelore malori mama zekete lebeboria na makatore maboza rema yonda makatoria na mazekete lebelore kora makata la babo sekete lebebore mama. Bwana, tunawaombea ambao wamefunga Bwana, tunawaamrisha wakafunguliwe asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Tunawaamrisha wakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamefungwa Jehova, tunaomba ukawafungue asubuhi ya leo.
Tunaamurisha zile jela ambazo wamefungwa zikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba minyororo ikakatike asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba wakafunguliwe asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Makore makatala mazekete belorama shenda makaloria na makatole babore mama shenda makatoria na mazekete leboriana rema yoka telebore mayakatala baba shenda malwere makatoria na mazekele belore jekete lemelore mayanda malorama kora makata katala malarama baba 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 jenda malwara makatole gabore baba gabore jekete lebelore mayanda makatoria na mazai rema yando rema kota la mazekete lebore makata rema yanda makatore mazekele lebelore mama katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunapoendelea kuomba, ningependa ukaombe moto wa uvuvio, of the fire of revival. Moto wa uvuvio ukasambae kila mahali ya hapa ambapo Mungu ametutuma, na ukasambae magharibi, mashariki, kusini, kaskazini. Tunaomba moto wa uvuvio ukasambae. Ningependa uombe ombi hilo, ukasambae katika kila nyumba. Wacha kila nyumba ikapate wokovu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba, kuna watu ambao wako nyumbani wamekaa tu, hawajui kwa nini hawaendi kanisa, lakini hao watu wakifa leo wataenda kuzimu, maisha yao itapotea hivyo. Ninataka uende mbele za Bwana asubuhi ya leo ukaombe kwamba moto wa uvuvio ukasambae katika mahala hapa ambao Mungu ametutuma, ukasambae mbali, kaskazini, kusini, ukasambae magharibi, ukasambae mashariki, kila mahali. Watu waje katika nyumba ya Bwana na mioyo yao ikigeuzwe katika jina la Yesu Kristo. Ningependa uombe ombi hilo kutoka ndani ya moyo wako. Kila wakati ambapo mtu ambaye hajaamini anakufa, huyo mtu amepoteza nafasi ya wokovu. Na ni uchungu sana kama injili iko hapa na watu wanaendelea kuangamia. Ningependa uende mbele za Bwana ukamwombe Bwana, tunaomba moto wa uvuvio ukamwagike katika nyumba katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunatuma moto wako. Tunatuma moto wako Bwana. Tunatuma moto wako Bwana. Wacha moto ukasambae. Moto wa uvuvio Bwana. Moto wa uvuvio Bwana ukasambae. Ukaingie katika nyumba. Ukaingie katika jamii. Ukalete wokovu. Ukalete kufunguliwa. Ukalete uponyaji. Ukalete ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba wacha huo moto ukasambae kutoka mahali hapa ukaingie katika nyumba katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamefungiwa hata hawajui kwamba wamefungwa, tunaomba huu moto ukawafungue macho katika jina la Yesu Kristo. Makorema yanda masekete lebeboza rema yande rema katalaba bozae malego rema yanda makatorema yakatala jeketele melorema yanda makatona malora baba jeketele meboriana malarara jenda malorema yakatala babozekete melorema ya jende melorema katala babozae makorema katala mazeketele beborema rema yando rema sheketele melorema katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunashukuru asubuhi ya leo. Tunajua kwamba kila wakati ambapo tunakuita Bwana, sio kazi ya bure ambayo tunafanya, lakini unatusikia. Na tunaenda kuwaona watu wakikimbia katika nyumba ya Bwana, wakapate wokovu wa nafsi zao, wakapate uponyaji, wakapate ukombozi, wakajue njia zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunashukuru na tunakuabudu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Ikiwa unaamini kwamba Bwana ametusikia, sema amen kwa nguvu. Hallelujah. Nimekukaribisha sana, unaweza kuketi. Ninajua kwamba Bwana anaenda kunena nasi asubuhi ya leo. Hakuna wakati ambapo utakuja katika nyumba ya Bwana na ukatoke jinsi ulivyo ingia. Hata wale ambao wanatusikia wakiwa mbali, wale ambao wanatuona katika mitandao ya kijamii, ninajua kwamba Bwana anaenda kukutembelea kila mmoja
kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ningependa kushiriki wimbo mmoja tunapoanza mwaka huu. Ninajua kwamba tunahitaji Bwana aenende nasi. Na Bwana asipoenda nasi hatuwezi shindana vita. Tunahitaji Bwana aenende nasi. Kuna wakati ambapo Musa alikuwa anawaongoza wana wa Israeli katika safari yao ya kwenda nchi ambayo Bwana aliwaahidi. Lakini pale njiani wakawa wamemkasirisha Mungu, na Mungu akawaambia, nitawapa malaika aenende nanyi, lakini mimi sitaenda nanyi. Lakini Musa akaangalia akaona afadhali kuenda na Mungu kuliko tu kupewa malaika. Haleluya. Na asubuhi ya leo ningependa ushiriki pamoja nami ninapoimba wimbo huu wa Ruben Kigame pamoja na Sifa Voices, ili Bwana akaenende nasi katika mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako, twahitaji rehema zako, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia e Bwana, utukufu na uso wako, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee
na utembee nami, nitabua mapamba yangu, vitu vyote vya thamani kwangu. Moyo wangu naleta mbele zako, nitakase na utembee nami, nitakase na utembee nami, nitakase na utembee nami. Ningependa tuimbe huo wimbo pamoja. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, uturehemu. Tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, enda nasi. Tutavua mapamba yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Who is my interpreter? Who is my interpreter? Stanford. Father, we thank you for this great morning that you have made. Thank you for bringing us to this great service, the first Sunday of the year 2021. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Speak to us right now and glorify yourself. Do us good and cause us to know that you are the Almighty God. I ask, oh God, that you touch lives this morning by your word. Let this word do us good rather than judge us on the last day. Let it not be on the last day you open this page and say, look at, I showed you the word, you refuse to follow the word, so go to hell. I ask, oh God, that this word will add value to our lives. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Don't let us look for you again. Get to your position quickly. This morning I'll be teaching on the topic, the force of faithfulness. Asubuhi ya leo ningependa kufundisha kuhusu uaminifu. The force of faithfulness. Nguvu inayokuja na uaminifu. Faithfulness is a force. Uaminifu ni msukumo fulani. When you are faithful, great and mighty good things will happen to you. Unapokuwa mwaminifu, mambo makuu yanaenda kutendeka katika maisha yako. When your faithfulness is not complete, you will not get a complete blessing. Wakati uaminifu wako haujatimia kiwango inachohitajika, baraka zako zinaweza zikawa your faithfulness must not be an eye service kind of faithfulness. Uaminifu wako lazima upite kiwango cha kuwafurahisha wanadamu. Your faithfulness should not be done in pride and arrogance so that people can think you are faithful and you are not really not. Uaminifu wako haupaswi kuwa unafanywa tu katika hali ya kufurahisha tu na kimwili. God has called us to be faithful
in character, in our lifestyle. Let it show in all that we do. Mungu ametuita ndiposa tukawe waaminifu hata katika mienendo yetu. In 1 Corinthians chapter number 4 verse number 1 to 2. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. 1 Corinthians chapter number 4 from verse number 1 to verse number 2. The Bible says, let a man so account of us as the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. You don't have it this way. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa kwanza. Biblia inasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiye mtu aonekane kuwa mwaminifu. From this scripture that we read, the Bible says, let a man so account of us. There should be somebody you are accountable to. Somebody can look at you and say you are faithful. That is a sign that you are really faithful. Katika maandiko ambayo tumesoma, inapaswa mtu aweze kutoa hakikisho ya kwamba sisi ni waaminifu. He said, moreover, it's required in stewards that the man be found faithful. But somebody must give an account that this guy is faithful. Not as a sycophant, not to make you happy, maybe because you're intimidating the person, but because you are truly faithful. God has positioned us in a way that there will always be a man that can account of you to be faithful. Leo nasema hapo tena inayohitajika katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu katika kila hali. When a man is faithful, you will have access to divine mysteries of God. Wakati mtu ni mwaminifu mbele za Mungu, basi akona ile uwezo ama amejaliwa na Mungu kuona mambo ambayo yamefichika. The Bible says in Proverbs chapter number 20 verse number 6. Proverbs chapter 20 verse 6. Kitabu cha Mithali sura 20 mstari wa 6. It says, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. It means faithful people are scarce. Mwisho wa Mungu anasema kwamba watu waaminifu ni wachache na ni vigumu hata kuwapata. It says, most men will proclaim everyone his own goodness. People like making themselves look big. You know, I did this, I did that. Yeah, you know, I am a very good man. I shine there. Without me, they will not make it there. And those kind of stories. The Bible says, but a faithful man who can find. So no matter what you say, when we look at you, are you faithful? Is that faithfulness found in you? Mwisho wa Mungu anasema tunaweza tukasema mambo yanayotuhusu na mambo tunayoweza kufanya, lakini Biblia inatuuliza mtu mwaminifu apatikane wapi? Inapaswa tuwe waaminifu, sio tu kwa maneno ama kujielezea sisi wenyewe. In other words, God is telling you, let your words match with your action. Let all that you are telling us that you are, let it match with what you are saying. Kwa njia nyingine ni kwamba matendo yetu na yaweze kuambatana na maneno yetu, ndiposa ionekane sisi ni waaminifu. In Proverbs chapter 25 verse 19, the Bible says, confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. When you have confidence in somebody who is not faithful, you will be in more pain than the beginning of pain in your life. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 25 na mstari wa 19. Linasema kumtumainia siye mwaminifu wakati wa taabu ni kama jino lililovunjika au mguu ulioteguka. Faithfulness is scarce in our generation. Uaminifu umeadimika katika kizazi cha leo. Faithful people are hard to come by. Watu waaminifu wameadimika katika kizazi chetu. Some are partially faithful. Wengine ni waaminifu tu kwa kiwango. Some are three-quarterly faithful. Wengine tu kiwango tu cha juu kiasi. Some choose when to be faithful and when to mess up. Wengine wanakuwa waaminifu kwa kipindi fulani na wanabadilika. While some choose to be gamey. The day they are there, fine. The day
That's why the word I will confirm is reigning word in East Africa now. When you talk to somebody and say, hey, will you come? The guy says, I will confirm. He will tell you, in fact, when I come, great things will happen, mighty things will happen. In fact, I can move everybody together. I can do this, I can do that. Then you say, oh, hope you are coming. You say, I will confirm. Limekuwa jambo la kutatiza katika hata sehemu hili la Afrika kwamba watu wengi wamekosa kuwa waaminifu. Imewekwa katika mizani ni kwa ajili ya mambo fulani ndiposa waweze kutimiza yanayowapaswa. Kwa hivyo wamekuwa watu wasio wa kutegemea. Whenever somebody tells me I will confirm, I conclude you are not a faithful person. The word I will confirm to me, and I want it to mean the right thing now, means I am not faithful. I can disappoint you, I'm dubious. Whenever people tell you I will confirm, it is a meaning I am a dubious fellow. That's what it means. Wakati mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba amekuja kujua ya kwamba watu wengi wakati wanapomweleza mtu kwamba nitakurejelea ama nitakueleza vile itakavyokuwa, hiyo ni ishara ya kukuambia kwamba wale watu hawana uaminifu na kwa hivyo hawezi wakaaminika kwa kitu chochote. The Bible says let your yes be yes and your no be no. Because anything beyond or below that is a sin. So when you say, I will confirm, it means you are a dubious fellow. You are announcing yourself. Linasema ya kwamba kama tumekubaliana wacha basi ndio ikawa ni ya kweli, na kama ni hapana basi ikawa ni hapana, kwa sababu jambo lingine katikati ya mambo yale basi inahesabiwa kuwa si uaminifu. Kwa hivyo ndivyo Biblia inavyotuambia tufanye. At every point of your life you must be able to say yes or no. If it is rare when you do not have power over the circumstance, let it be very rare, maybe 1% out of 100. But when it is 99%, you are not always sure. You are not a faithful person. Mambo yote yale ama kila jambo tunalojipata lazima tuwe na jawabu la ndio ama hapana, pasipo kuwa na mambo ya kusema nitaweza kueleza ama nitakurejelea. Liwe tu ni kwa kipindi tu wakati mambo pengine mtu ana msimamo fulani, lakini si kwa asilimia wakati wowote tunasema tu tutarejelea, kwa sababu hilo linaweza kutuweka katika mizani ya kutokuwa waaminifu. Faithfulness, what is faithfulness? Faithfulness is the attitude of sticking to a person, to a rule, to a cause, to a project, despite changing conditions and circumstances, until the ultimate result is achieved. Mwisho Mungu anatuelezea kwamba uaminifu, na anaweza kutupa ni nini maana ya uaminifu. Wanasema ni hali ya kuweza kuwa mwaminifu ama kusimama na jambo fulani ama kuweza kusimamia jambo fulani na kutobadili msimamo ndiposa likaweze kutimia pasipo hata kubadilika. It is sticking to a person, to a rule, to a cause, to a project, to a vision, to a ministry. In spite of the changing circumstances and situation, you still stick until the ultimate result is achieved. That is faithfulness. Uaminifu ni hali ya kusimama na kusimamia sheria, kusimamia watu na hata kusimamia mambo ambayo yamewekwa ndiposa yakaweze kutimia pasipo kubadili msimamo. Huo ndio uaminifu. Unfaithfulness is the attitude of being dubious, deceptive, wavering, unstable against a person, a vision, a rule, an organization, a cause or a project due to personal flaws, demonic manipulations, changing conditions and circumstances until the ultimate goal becomes unachievable. Kukosa uaminifu ama kutoaminika ni kutokuwa na msimamo na mwelekeo kwa mambo na jinsi inavyopaswa na matarajio ya kampuni ama matarajio ya mahali unapohitajika ndiposa ukaweze kutimiza. Ni kutokuwa mwaminifu na kufanya kinyume na inavyotarajiwa. Whenever you are part of a movement, an organization, a vision, a mission, a cause, and
the ultimate goal is not achieved either by omission or by commission that you committed, it's a sign that you are not faithful. Unapokuwa katika kikundi ama katika hali ambayo mko katika mkusanyiko wa watu ama katika kampuni, basi kama ile azimio ya ile kikundi haijaweza kutimizwa, ni ishara ya kwamba wewe si mwaminifu. You need to watch it. Whether you contributed remotely or overtly and the mission is not accomplished, you are not faithful. Lazima tuwe na mtazamo katika maisha yetu ya kwamba kama tulihusika kutimiza na kama tulifanya nini, tunapaswa tujiweke katika mizani, tujue sisi tulichangia vipi katika azimio lililowekwa, na kama alijatimia ni kwamba sisi si waaminifu. I want you to note that the God we serve is a faithful God. Mwisho wa Mungu anasema ya kwamba tunapaswa kujua ya kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwaminifu. And if you say you are truly serving God, you must look like him. Na kama sisi tu watumishi wa Mungu, basi inapaswa tuwe mfano. If it is difficult for you to be faithful, you are not a servant of God. It is the devil that is not faithful. So you are mimicking or resembling the devil. Kama tuwezi kuwa waaminifu, ni ishara ya kwamba sisi hatumwishi Mungu wala kumtumikia, basi sisi tu katika hali isiyo ya kiungu. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, the Bible says, "Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations." He doesn't change. 1,000 generations. He's still doing exactly what he said. He is a faithful God. Mungu ni mwaminifu, kwa sababu hata tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 9, leo nasema ya kwamba basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano na rehema zake kwa wampendao na kushika amri zake hata vizazi elfu. For example, if I keep the covenant I have with God, my children to their 1,000 generations will enjoy my covenant with God. That's what God is talking about. All the blessings that has come upon me will spread to them from generation until there are 1,000 sons and daughters coming out of me. Mtumishi wa Mungu anafanya huo mfano na kusema tunapoweka agano na kuwa waaminifu, hata kizazi chetu cha elfu kinaweza kufuata ule mfano uliowekwa na kuwa waaminifu. Ni kwa sababu ni hali Mungu aliyoweka na kuwa kama mfano. The Bible says he is God, the faithful God. Leo nasema ni Mungu, mjue ya kwamba kuwa ni Bwana Mungu aliye mwaminifu. When I saw this about God, I decided I'm going to imitate him. I'll just be like him. I will stick my guns no matter what happens. And then God began to help me. When you want to look like God, he always makes you look like him. Mwisho wa Mungu anasema wakati alipoona ile andiko, aliweka amri ama aliweza kusema atafuata vile Mungu alivyosema, na anasema amegundua ya kwamba unavyofanya vile, basi hata mtazamo wako ni kama Mungu tu. In Psalm 89 verse 8, the Bible says, "O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee." God is faithful in all areas, round about. He's not faithful in this area and unfaithful in that area. He's faithful round about. Mwisho wa Mungu anasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu, kana ni mkamilifu katika uaminifu wake, sio kwa hali fulani ama kwa kiwango, bali ni mkamilifu katika uaminifu wake. In 1 Corinthians chapter 1 verse 9, the Bible says, "God is faithful, by whom ye were called unto fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord." Leo nasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 9, nasema Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. The Bible says again in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 1 Corinthians 10 that says, "There had no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the same temptation also make a way of escape, that ye may be able to bear it." Even when you are passing through temptation, God is still faithful. Leo nasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13,
Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida la wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. There is nothing that you are passing through that can change God. Hakuna jambo tunalolipitia linaweza kufanya Mungu abadili nia. There is nothing that you are suffering that can change God. Hakuna jambo tunalolipitia linaweza kubadili Mungu. No matter the circumstance you find yourself, it does not adjust God's faithfulness. Hata liwe ni jambo gani, aliwezi likafanya Mungu kubadili nia yake. God remains ever faithful. Mungu anabaki mwaminifu siku zote. In 2 Kings chapter number 13 verse 23, the Bible says, the Lord was gracious unto them and had compassion on them and had respect on them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and will not destroy them, neither cast them from his presence yet. Abraham has died. God is still faithful to his children. Lena tupa mfano katika Wafalme wa pili na hata sura ya 13 na mstari ya 3. Wanasema hasira ya Bwana. See what I said? Abraham had died. Lena sasa mtumishi wa Mungu ametusomea kifungu na kutuambia kwamba hata Ibrahimu alipofariki Mungu alibaki kuwa mwaminifu. In Jeremiah 33:20 to 23, David had died. God said he will still be faithful to his children and be keeping somebody from his line on the seat, on the throne. And he's still doing it today. If Netanyahu is from the tribe of, from lineage of David. Shimon Peres that died, the senior one that handled, is from all of them. God has kept his word up until now. Mungu ni mwaminifu tunapoona katika mifano hadi wa sasa ya kwamba Mungu ameweka agano lake na hatabadilika, na hilo ni ishara ya kwamba Mungu ni mwaminifu siku zote. You must get to a place in life that no circumstance should be able to adjust your faithfulness. Lazima tufikie kiwango cha kwamba hakuna jambo lolote linaweza kufanya tusikose kuaminika. If you encounter difficult situation, it is time for you to upgrade your faithfulness to a higher level. Tunapokutana na mambo magumu ama majaribu, ni wakati ama kiwango cha kubadili msimamo wetu na kuwa waaminifu zaidi. I have encountered some things in life, even in this land. That is what made me tough. I made up my mind. I will not give an excuse that anybody or any devil helped me not to be faithful to God. So I revved it up to a higher level. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba amepitia mambo fulani katika maisha yake ambayo yamemfanya akawa mwaminifu zaidi, ama yakamfanya apitie magumu, lakini hakubadili msimamo wake, amebakia kuwa mwaminifu kwa Mungu. Anything or anybody that can make you to become unfaithful has taken the place of God in your life. Chochote ama yeyote atakaye kufanya usio mwaminifu mbele za Mungu, basi amechukua nafasi ya Mungu. As long as you live, don't ever exalt anything above God in your life. Let everything remain under. Tunapokuwa katika maisha haya Mungu aliyetupa, kuna jambo linalostahili kuenda juu ya Mungu ama kuchukua nafasi ya Mungu. Jambo na mambo yote yanapaswa kuwa chini ya Mungu. I want God to reckon you as one of those who are faithful in this generation. Taka Mungu akaweze kusema ama kushuhudia ya kwamba sisi ni waaminifu katika kizazi cha leo. Start now. Make up your mind that I'm talking that I will be faithful. I will stop being dubious. I will stop behaving like a snake. I will be straight. I will be very faithful. Tunaende tukafanye uamuzi siku ya leo. Tutawacha kuwa watu wasio kuaminika na kuenenda katika njia za Mungu. Make up your mind. I will not be a faithful wicked man. There are those who are faithfully wicked. Very faithfully wicked. Very faithfully arrogant. You always meet them in the chair of the arrogant fellow. Very wicked. May you not be one of those who are faithfully wicked on the other side. Mungu na atusaidie tusiwe waaminifu, lakini watu ambao si wacha Mungu, ama watu wasioweza kuenenda katika njia za Mungu, watu wasiotegemewa, watu ambao wana njia za uovu lakini ni waaminifu, na Mungu atusaidie tusiwe. Let me show you the example of people who are called faithful by God in the Bible. Acha tukaona mifano ya watu ambao waliitwa waaminifu na Mungu. And I pray that one day when they mention your name, they will say you are faithful. Not they will say he used to be faithful, or he was faithful in this area, but this area, he stinks. He is very rotten. May they mention your name and declare you faithful in Jesus' name.
Tunapoenda kuona hiyo mifano, nataka Mungu akufanye uwe mwaminifu na hata ukaweze kukumbukwa katika uaminifu, sio kwa hali moja tu, kwa kila jambo katika maisha yako. Number 1. Jambo la kwanza. The first person that the Bible recorded to be faithful is called Moses. You find that in Numbers 12 verse 7. The Bible says, "My servant Moses is not so, who is faithful in all my house." God looked at all his house and he saw people, they were trying, but they were not as faithful as Moses. So faithfulness can be measured, and God saw that Moses was the most faithful in that generation. Mfano wa kwanza mtumishi wa Mungu anatuambia ni Musa, na katika kitabu cha Hesabu sura ya 12 na mstari wa 7 yanasema, "Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote." God declared him faithful. Mungu alimtangaza kuwa mwaminifu. Number 2. Wa pili, David was faithful. Daudi alikuwa mwaminifu. God declared him faithful. Mungu alimdhihirisha kuwa mwaminifu. In 1 Samuel 22 verse 14, the Bible said, "Then Ahimelech answered the king and said, Who is so faithful among all the servants of David, which is the king's son, among all the servants, as David, which is the king's son-in-law, and goeth at thy bidding, and is honorable in thine eyes. A priest faced Saul, and told Saul, Among all your servants, there's none as faithful as David." Mtu wa pili tuliyemwona mwaminifu kama tunavyoelezwa ni kwamba Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura 22 na mstari wa 14, "Basi Ahimeleki akamjibu mfalme akasema, kati ya watumishi wako wote ni nani aliye mwaminifu kama Daudi, aliye mkwewe mfalme, tena msiri wako mwenye heshima nyumbani mwako?" Can men look at everybody and pick you out and say, "This one is faithful"? Watu wanaweza kukurejelea kama mwaminifu? It was a pastor that looked at the king and said, "Among all those who follow you, there's none as faithful as David." All of us can see. Mtumishi wa Mungu ndiye aliyeweza kusema jambo hili, kwamba hata tukiwatazama watumishi wako wote, basi Daudi ndiye mwaminifu kuliko wote. Faithfulness can be seen. Uaminifu unaweza kuonekana. Even when people are psyching you, they know you are not faithful. They'll be telling you, "You tried, you tried." Whenever they are using the word "you try," it means you are a failure. They're only trying to polish you just to make you happy. The truth is, you have not done it. When you are faithful, people be confident. What people do to faithful people is that they trust them with more responsibilities. They trust them with more money, more power. When they are around, people relax. Why? Because they are faithful. Uaminifu si wakati tu tunapopewa kongole ama tunapopigiwa makofi na watu, bali ni wakati tunapoonekana watu wanaoweza kustahimili ama kuweza kufanya mambo, na tunapewa jukumu hata zaidi, ndiposa tukaweze kuwajibika kwa ajili ya uaminifu wetu. In 2 Kings chapter 22 verse 6 to 7, and it was repeated again in 2 Kings 12 14 to 15. God made us understand that even fundis, in Kenya you guys call it fundis, in English they are called workmen. Even workmen can be faithful. You know, since I came to Kenya, I have heard that over and over. It's like a song in my ears. Many people tell me, fundis, they are not faithful. Fundis, all fundis are not faithful. All workmen, that's the way they are. They are very dubious. It is a song sang in my ears. I've heard it several, I can't even count the number of times. But I saw in my Bible that it's a lie. Fundis can be very faithful. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba hata maseremala na mafundi na wajenzi wanaweza kuwa waaminifu kama ilivyoelezwa katika Biblia. Anapana mfano ya kwamba hata alipokuja katika nchi hii aliambiwa mafundi na wajenzi wengi hawawezi kuaminika, lakini tumeona mfano katika Biblia ni watu wanaoweza kuaminika. The Bible says, "Unto carpenters, builders, masons, and to buy timber and hew stones to repair the house." Verse 7 says, "Howbeit there was no reckoning made with them of the money that was delivered into their hands, because they dealt faithfully." These carpenters, builders, masons were very faithful, so there was no need to be counting the money they put in their hands. Linasema ya kwamba katika hicho kitabu cha Wafalme wa pili sura 22 na mstari wa 6, "Wapewe maseremala na wajenzi na waashi
ili kuinua miti na mawe yaliyochongwa wapate kuitengeneza nyumba, lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. The Bible says in 2 Kings 12:14-15, it says, but they gave that to the workmen and repaired therewith the house of the Lord. Moreover, they reckoned not with the men into whose hand they delivered the money to be bestowed on the workmen. Why? For they dealt faithfully. These workmen were very faithful. So they just gave them money to go and build the house, and they were building the house, and there was progress. Why? Because they were faithful. Ninasema katika hicho kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 12 na mstari wa 14 na 15, kwa sababu hiyo fedha waliowapa watendakazi wakaitengeneza kwa nyumba ya Bwana, walakini hawakufanya hesabu na hao watu waliokabidhiwa fedha hizo ili wawape watendakazi, kwa kuwa walitenda kwa uaminifu. If you need to be supervised before you do anything, you are not faithful. Kama tutahitaji kufuatwa, basi ni ishara sisi sio waaminifu. Look at these workmen. They were given free hand to operate because they dealt faithfully. If they need to call you to order, caution you, give instruction every morning, they gave you the first time, you did not obey. They gave you again, they gave you again. They need to be talking to you every day before you do anything. You are not a faithful person. Ninasema hawakupewa hesabu ni kwa sababu ya uaminifu. Tunapopewa hesabu ama kupewa tunapoambiwa tupeane hesabu, ni ishara ya kwamba uaminifu haupo. In any organization that you belong to, they need to call you, persuade you, compel you, propel you before you do anything. You are not faithful. You may be good, you may be a professional, but you are not a faithful person. Kama katika ushirikiano wowote tulio lazima tushinikizwe kwa waaminifu, ni ishara tosha kwamba sisi hatuna uaminifu. Inapaswa iwe pasipo na shinikizo. You must grow to the level that you are able to do things without supervision. That is a sign that you are faithful. Lazima tukue kiwango ya kwamba hakuna kushinikizwa, ni hali ambayo tumefikia uaminifu. And if you are fond of starting doing gara-gara, everybody will think you are doing it, and after a while you cool down, you are not a faithful person. You are doing eye service. Hata pia kama sisi ni waanzilishi na tunaanza katika hali ambayo ni ya kiwango cha juu na tunadidimia, basi ni ishara ya kwamba uaminifu haupo. You know, many people do that gara-gara, they do that gara-gara so that people can be addicted to them. People can say, wow, this guy is very useful. Then they see, so that people can start begging them. You are very proud, added to your unfaithfulness. Watu wengine wanaanzilisha ama ni waanzilishi katika hali ya kiwango cha juu, ndiposa watu wakaweze kuwarejelea katika mambo yao na kuwapa kongole, lakini wakati unaposonga ama kwa kipindi wanaanza kupoteza mwelekeo, na ni ishara ya kwamba sio waaminifu. In Nehemiah chapter 7 verse number 1 to verse number 2. Nehemiah 7:1-2. The Bible says, now it came to pass when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed. Then I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem. Why? For he was a faithful man and feared God above many. These men feared God, and they were given charge over the whole city. When you are a faithful person, they will give you greater charge. When you are not faithful, they start reducing your assignment because they know you can scatter things. Your presence does not really matter because you are not faithful. Biblia inasema katika hicho kitabu cha Nehemia sura ya 7 na mstari wa 1 na wa 2, ikawa hapo ukuta ulipojengwa na milango imekwisha kusimamishwa na mabawabu na waimbaji na Walawi wamewekwa, ndipo nilimwangiza ndugu yangu Hanani pamoja na yule Hanania jemedari wa ngome kuwa na amri juu ya Yerusalemu, kwa maana alikuwa mtu mwaminifu huyo na mwenye kumcha Mungu kuliko wengine. Na mtumishi wa Mungu anasisitiza tunapokuwa waaminifu hatuhitaji kurejelewa na kufuatiliwa katika mambo yetu, na ni ishara tosha tumekuwa waaminifu. Now, many times people like to take on many assignments. They carry on everything. And after a while they start failing in most things. Don't take on more than you can handle. Take on the right one, be faithful, then increase, then increase, then increase in faithfulness. See, I am running many things here, and I'm making sure I run them well with no stories. No stories. I am trying to lead by example so you can learn it, that you can run many things
and do everything well. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba watu wengi katika maisha tunayoishi wanajitwika majukumu mengi sana na hawawezi kupeana hesabu na hawawezi kuwa waaminifu kuyatenda yote, na ni vyema anatushauri ni vyema tuwe watu wa kujitwika jukumu fulani ndiposa tukawe waaminifu kwa hilo, bali tusiwe watu wa kufanya mambo yote na kushindwa hata kushinikizwa ndiposa tukayatende. Hiyo sio uaminifu. In Daniel chapter 6 verse 4, Daniel was declared faithful. The Bible said, then the presidents and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion of fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Wanasema katika kitabu cha Danieli sura ya 6 na mstari wa 4, basi mawaziri na maamri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo za ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. When you are faithful, there will not be occasion found against you. You will be fault free. Wakati unapokuwa mwaminifu hakuwezi kukapatikana hatia ndani yako, unakuwa hauna hatia wala jambo la kushinikizwa. Faithfulness erases your fault. Uaminifu unaondoa makosa katika maisha yetu. Faithfulness erases your error. Erases it. Uaminifu unaondoa makosa katika maisha yetu. The Bible said they could not find any fault around Daniel. Daniel was a faithful man. Hawakuweza kuona kosa wala sababu katika maisha ya Danieli kwa sababu ya kuwa mwaminifu. In Galatians chapter number 3 verse 9, Galatians 3:9, the Bible says, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Abraham was a faithful person that in the New Testament he was still called faithful. Katika kitabu cha Galatia sura ya 3 na mstari wa 9, Biblia inatueleza kumhusu Ibrahimu. Inasema ya kwamba na basi walio wa imani ubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa imani, ametumika kama mfano hata wakati hayupo. In Ephesians chapter 6 verse 21 to 22, Ephesians 6:21 to 22 says, but that ye also may know my affairs and how I do. Tychicus, a beloved brother, faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts. A man called Tychicus was declared a faithful minister by Paul. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 21 na 22, basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu na ni hali gani. Tikiko ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote ambayo yanampeleka kwenu kuwa kusudi lilo, ili mpate kujizuia habari zetu, awafariji mioyo yenu. In Colossians chapter 1 verse 7, there was somebody called Epaphras. He was called a faithful person. The Bible in Colossians 1 says, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. A man called Epaphras was identified as a faithful person. Can anybody identify you to be faithful? Or they will only say it just to make you happy? Even you yourself knows you are not faithful. Tunamwona mfano mwingine katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 na mstari wa 7. Linasema kama mlivyofundishwa na Epafra, mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika roho. Number 9. Mfano wa 9. Colossians chapter 4 verse 9. The Bible says, with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Onesimus was declared as a faithful brother. Biblia inatupa mfano mwingine wa Onesimo. Biblia inasema pamoja na Onesimo ndugu mwaminifu mpendwa, aliye mtu wa kwenu, watawaarifu mambo yote ya hapa petu. Number 10, Silvanus. Mfano wa 10 ni Silvana. You find him in 1 Peter 5 verse number 12. The Bible says, by Silvanus,
a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. A man called Silvanus was declared faithful. Biblia inatueleza katika hicho kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 12, kwa mkono wa Silwano ndugu mwaminifu, kama unionavyo nimewaandikia kwa maneno machache kuonyesha na kushuhudia ya kuwa hiyo ndio neema kweli ya Mungu, simameni imara katika hiyo. In Revelation 2 verse number 13, the Bible says, and I know thy works, and wherein thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days where Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwells. Antipas was serving God where Satan dwells, and he served faithfully until he was reckoned with. Mfano mwingine mtumishi wa Mungu anatupa ni wa Antipa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 12. Linasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hakuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. The Bible says in 1 Corinthians 4:17 to 18, say, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord. Timothy was declared faithful by Paul. Biblia inatueleza mfano mwingine katika kitabu cha Wakorintho sura ya 4 na mstari wa 14. Timothy was declared faithful by God. Biblia itatuelezea kumhusu Timotheo aliyeweza kunenewa na Paulo na kusema ya kwamba alikuwa mwaminifu. In Revelation chapter 1 verse 5, Jesus Christ was declared faithful. The Bible says, and from Jesus Christ, who is the faithful witness. Now, I have shown you various people who are declared faithful. Are you faithful? Mwisho wa Mungu anatupa mfano wa mwisho katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5, ya kwamba tena zitakazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Na nipo anasema ya kwamba sisi tu waaminifu. In your rating of yourself, if somebody behaves like you, will you call the person faithful? Tunapojiweka katika mizani, mtu anapotuzungumzia atasema sisi ni waaminifu. In your calculation of all that you do in the house of God and outside, if somebody does exactly what you do, is that person faithful? Katika hesabu zetu na kazi tunayofanya katika nyumba ya Mungu, kama tunapoweza kuwekwa kwa mizani, tutaonekana waaminifu. Now let us change the position. If you are to take position of God, and you are a man, and as God, will you judge yourself to be faithful? Nataka hata tubadili msimamo na tujiweke katika viatu vya Mungu na tuseme kama sisi tunaweza kujiweka katika mizani, tutajiweka watu waaminifu ama tutajiweza kujitangaza waaminifu. Despite the fact that faithfulness is scarce in our generation, it should not be scarce among children of God. Ingawaje uaminifu umeadimika katika kizazi chetu, haipaswi kuwa hivyo katika maisha yetu. When I sat down and studied this thing called faithfulness, I discovered one important thing, and I will share it with you before I close. Nilipoketi na kulitazama na kuweza kutafuta ufunuo kuhusu hili jambo la ufunuo, nimepata ufunguo na nitaweza kutangaza siku ya leo. I will continue the teaching next week. There's a second part that is very serious. The defense of the faithful, or the reward of faithfulness. That one I'll share next week. But now, I discovered something about faithfulness that I want to tell you. Kuna jambo mtumishi wa Mungu anataka kuliweza kulizungumzia kuhusu uaminifu na ni ufunuo. Anasema sehemu ya pili itaweza tuendeleze wiki ijayo kuhusu haya mafundisho. Can I tell you what I discovered about faithfulness? Nikueleze. I sat and thought about it, checked it, I rearranged my mind, studied it, read books and all that, and I came to one conclusion. Faithfulness is a mindset. Mtumishi wa Mungu amesema alipoketi na kuliwaza ili jambo na kusoma na hata kufikiri na kutazama na kuweza kujiuliza, amegundua ya kwamba uaminifu ni akili zetu ama ni uweza wa kujiweka ya kukuwa na msukumo fulani na jambo fulani katika mawazo yako. I said I thought about it. Anasema aliwaza ili jambo. I researched about it. Akafanya akaweza kutafuta books.
akasoma vitabu Plenty. mingi I zaidi, studied my Bible, like you can see. akalisoma neno la Mungu I checked those that they called faithful. How did they behave? na akawaangalia watangulizi walio waaminifu mbele yetu, And I came to one conclusion. na akafanya akakuja katika mwisho ama akapata hali ni ilivyo, That faithfulness is a mindset. ya kwamba uaminifu ni jambo lililo ndani yetu na ni akili tulio nayo. If you fix it in your mind to be faithful, you'll be very faithful. If you have not fixed it in your mind to be faithful, you will never be faithful. Kama kwa akili zetu tutaweza kuliweka hili jambo ya kwamba tumejitwika kuwa waaminifu, tunaweza tukawa waaminifu, lakini kwamba tunapojifanya tu waaminifu na katika akili zetu na mioyo hatuko waaminifu, halitawezekana. I discovered that faithfulness cannot be impacted by impartation. And you kneel down and say, take, receive it now. And you catch faithfulness and you shake like this and you are not very faithful. It can never happen. Even if they pour it inside you, if you have made up your mind not to be faithful. In fact, you'll be so unfaithful with that anointing that the anointing will run away by himself. Mwisho wa Mungu anasema uaminifu haiwezi kuja kupitia upako ama kutiwa mafuta ama kuombewa na kuwekelewa mikono. Haliwezi, ni kwa sababu hili ni jambo linalowekwa ndani yetu, ni jambo tunalolikuza. If you have found yourself to be unfaithful, today you say you are coming, you are not coming. Then you now started using the word, I will confirm, I will confirm, I will confirm, I will call you later. It is because you have not fixed your mind. You have left your mind to be ruled by the devil so that he can make you a dubious fellow. Kwa sababu hatujaweza kuwa waaminifu, ni kwa sababu ya kwamba hatujakuwa na msimamo dhabiti ya kwamba tutaweza kufanya jambo fulani, na basi hilo linafanya tusiwe waaminifu. One of the bad things about unfaithfulness is that you will always harvest it. You will forever repeat. You will always find things not settled. You will get to a major point. That seed you planted will come for harvest every time. That is one of the bad things about unfaithfulness. Jambo moja ambalo linajitokeza katika kutoaminika ama katika hali ya kutoaminiwa ni kwamba hata kwa kipindi wakati unafika fulani ya kwamba linajitokeza dhahiri na wazi kwamba mambo yanakuendea kombo, ni kwa sababu ya kutoaminika. You may pretend about it for some time and hide it. After a while, everybody will know that things they are not working in your life, because things will fall apart literally, no matter how you plasticate them or hide them. They will fall apart. Or in fact, things will unfaithfully fall apart to disgrace you. Why? Because the seed you planted. Hatuwezi tukalidumisha hili jambo la kutoaminika kwa muda mrefu. Baada ya muda tu mfupi linakuwa dhahiri mbele za watu na mambo yanaanza kwenda kinyume nasi, na inakuwa tu dhahiri ya kwamba hatukuwa waaminifu mbeleni. Faithfulness is a mindset. Faithfulness is a seed. Uaminifu ni hali ya akili zetu, na pia uaminifu ni seed. Uaminifu pia ni mbegu inayopandwa. Mbegu. Seed. Faithfulness is a seed. Uaminifu ni mbegu. Whenever you plant it, you harvest it. Unapoipanda unapata, unavuna. You refuse to plant it, the day the harvest will come, it will be very serious. Everybody will wonder what happened. Even you will know that was the seed you planted. Na hata usipopanda bado mavuno itakuja, lakini kinyume, ni kwa sababu haukupanda. It is the day you make up your mind to be faithful that it begins. Ni ile siku utakapojitolea kuwa mwaminifu, basi unaanza kupanda ile mbegu ya uaminifu. As you continue being faithful, you discover that it becomes your character. Na unapozidi kuwa mwaminifu, basi inakuwa ni hali yako ya kimaisha. As you continue being faithful, you discover that it becomes your lifestyle. Tunapozidi kuwa waaminifu, inakuwa ni hali yetu ya kawaida tu maishani. As you continue being faithful, you discover that people will be faithful to you. Na hata tunapozidi kuwa waaminifu, tunagundua ya kwamba hata watu wanaanza kutenda kulingana na vile tulivyo. As you continue being faithful, you discover that even God will become faithful to you. Tunapoendelea na kuwa waaminifu, hata Mungu anakuwa mwaminifu kwetu. When you stop being faithful, you start truncating what God does in your life. It will no longer meet deadline. Uaminifu unapokosekana, basi hata mambo ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu hayawezi kutimia.
lack of faithfulness is a demonic spirit of these end times. Kukosa uaminifu ama kutoaminika ni roho ambayo ipo katika ulimwengu wa kisasa na maisha tunayoishi. You see many people carrying that spirit up and down, and they are pretending and hiding it here and there, and then when they do one thing, only one, they will shout about it. They are unfaithful in many other areas, and they say, yeah, try. You didn't try anything. God is faithful all around, and He wants us to be faithful in all areas of life. Ni dhahiri ya kwamba hata watu katika kizazi cha sasa sio waaminifu katika mambo yote, bali ni kwa ajili ya mambo fulani na wanajitwika ndiposa waweze kushuhudiwa ni waaminifu, na ni hali tu moja tu. Mungu anataka tuwe waaminifu katika kila hali. Faithfulness makes this grace in your life to become more superior than others. Uaminifu inafanya neema ya Mungu ikaweze kuongezeka katika maisha yetu. Faithfulness makes somebody to be outstanding. Uaminifu inatufanya tukasimame wima na tukajitokeze hata katika kikundi. Faithfulness makes your contribution to be quality. Uaminifu inafanya mambo ambayo tunaweza kuleta ama mambo tunayoshuhudia yakawe mambo ya maana. Faithfulness makes your life worthy of emulations. Uaminifu inafanya tukawe watu wakuwa kama mfano, ama watu wakaturejelee kama mfano mwema. Faithfulness gives you advantage over others permanently. Uaminifu unatufanya tukawe na mkono wa juu katika kila jambo kupita wengine wakati wowote. Faithfulness guarantees express progress in your life. Uaminifu unafanya tukawe watu wa kushinda ama watu wa kupata mambo ya ushindi pasipo na kung'ang'ana. Faithfulness gives you access to hidden treasures everywhere you go. Uaminifu unatufungulia njia tukaweze kupata utajiri ama uliofichika. When men are faithful, you give them access. But when men are not faithful, you reduce, you withdraw the access. Wakati watu ni waaminifu, tunawapa mamlaka na tunawafungulia milango, lakini wasipokuwa waaminifu tunawakandamiza. Faithfulness gives you access to gold mine in life. Uaminifu unatufungulia mlango hata wa dhahabu katika maisha yetu. Faithfulness makes you trustworthy. Uaminifu unafanya hata tukaweze kuaminika na wengine. Faithfulness makes you dependable. Uaminifu unafanya tukawe watu wa kutegemewa. Faithfulness makes everybody rely on you, makes you reliable. Uaminifu inafanya watu wengine wakaweze kutuaminia. Faithful people are responsible people. Watu waaminifu ni watu ambao ni watu wa kutegemewa. It is good to be faithful. Ni vyema kuwa waaminifu. It gives you an advantage over others forever. Inatuweka katika kiwango cha faida kuliko wengine. Finally, before I close this session, we will continue this teaching next week. Faithfulness makes you older than the old. It makes you the elder in the midst of the crowd, no matter how old others are. Uaminifu katika jambo la mwisho siku ya leo inakuweka uwe mkuu ama mshauri uliye juu kuliko wengine. Others can be older than you, but because they are not faithful, nobody cares about them. They pick you out and give you important responsibilities. Why? Because you are faithful. Faithfulness makes you older than the old. Tunaweza kuwa umri wa chini, lakini uaminifu inatuweka katika ngazi ya juu kuliko hata walio na umri kutuliko. Ni kwa sababu ya kuwa waaminifu, hata inatupa mamlaka kuwaliko. People are not promoted by their age. Most times people are promoted by the level and the degree of faithfulness they show. Watu hawapandishi ngazi kulingana na miaka yao, bali ni kulingana na uaminifu na kiwango cha uaminifu wao. I discovered something very dangerous about faithfulness, that if you are not faithful in small things, you will never have big things. Never. That's what the Bible says. I will hit that next week. Mtumishi wa Mungu anasema amegundua ya kwamba usipokuwa mwaminifu kwa machache, basi hauwezi kudhaminiwa na mambo makuu. And if you are not faithful in what does not belong to you, you will never have yours. Vile vile usipokuwa mwaminifu kwa mambo ya wengine, basi hautawezekana kupata mambo yako. I encourage you to be faithful. Ninawasihi tuwe waaminifu. It does not pay not to be faithful.
Aliwezi kutufanya tupoteze chochote kutokuwa waaminifu. It reduces your value. Linafanya kutokuwa mwaminifu, inafanya tushuke ngazi. It reduces your destiny. Linafanya maisha yetu yasiweze kutimizwa. It deletes honor from you. Linatoa hata heshima katika maisha yetu. It takes favor away from you. Linatoa hata Mungu ile kiwango anachotuweka katika maisha yetu. Unfaithfulness takes away privileges from you. Kutoaminika linafanya hata mambo ambayo tumewekewa yachutolewe. Unfaithfulness makes men take away access, the access they gave you before, because you are not faithful. They collect it from you and tell you, I don't want to see you here again. Mambo ambayo tumepewa umfunuo na tumepewa mamlaka na milango imefunguka, inafungwa kwa sababu ya kutoaminiwa. Make up your mind to be faithful. Na tuweke uamuzi leo tuwe waaminifu. You are going to pray to God today. Tunapoenda kuomba leo, you will not tell him and say, Father, make me faithful. No, it is you that will make up your mind to be faithful. Hatutaenda kumwambia Mungu nifanye mwaminifu, utafanya uamuzi wa mwaminifu. Telling God to make you faithful is an irresponsible prayer. It is you that will tell God, from today I have made up my mind to be faithful. Hatuwezi kuliomba ombi la kumwambia Mungu na atufanye waaminifu. Ni ombi ni ombi la kijinga, na kwa tunapaswa kuomba tuwe waaminifu na tujitolee kuaminifu. I have fixed it in my heart to be faithful. Nimeliweka katika roho yangu niwe mwaminifu. Assist me, O God. Nisaidie Bwana Yesu. Submit myself to you. Ninajitoa mbele zako Bwana. Bow your head and let us pray. Tunapoenda kuomba tufunge macho yetu na tumwambie Tell the Mungu. Almighty God, I've made up my mind to be faithful. Mwambie Mungu, nimeweka agano niwe mwaminifu. I have made up my mind to be faithful. Nimeweka agano niwe mwaminifu. I have fixed my mind to be faithful. Nimelifanya uamuzi leo niwe mwaminifu. My mind is made up to be faithful. Akili yangu nimeamua niwe mwaminifu. I have fixed it in my mind to be faithful from today. Nimefanya agano nitaaminika kuanzia leo. I refuse to be unfaithful. Ninakataa kutoaminika. I will not be reckoned to be unfaithful. Sitakuwa katika rekodi za walio wasioaminiki. I will not be accounted to be unfaithful. Sitakuwa mtu atakayetajwa asiye mwaminifu. I will not be called as that I'm unfaithful. Sitaitwa asiyeaminika. I'll be faithful to time. Nitakuwa mwaminifu hata katika I'll be masaa. faithful to money. Nitakuwa mwaminifu katika I'll be fedha. faithful to resources. Nitakuwa mwaminifu katika mambo I'll be faithful to yatakayotuliwa. opportunities. Nitakuwa mwaminifu katika nafasi. Every opportunity given to me, I will use it Kila faithfully. nafasi nitakayotwaa nitakuwa mwaminifu. In the mighty name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Help me, O Lord, to be faithful. Bwana nisaidie niwe mwaminifu. Help me, Jesus, to be faithful. Yesu nisaidie niwe mwaminifu. Help me, Father, to be faithful. Baba nisaidie niwe mwaminifu. Thank you, Father. Asante Bwana Yesu. I want to look like you. Ninataka nitazamwe kama wewe. Spirit of unfaithfulness, get out of me. Roho la kutoaminika ninakuamurisha katika maisha yangu Spirit yote. of deception, get out of me. Roho ya udanganyifu na uondoke katika maisha yangu. From this day forward, Kuanzia siku ya leo I will live a faithful life. nitaishi maisha ya kuaminika. From this day forward, Kuanzia siku ya leo I will serve you faithfully. nitatumikia Mungu kwa From uaminifu. this day forward, Kuanzia siku ya I leo will serve you in this house faithfully. nitakutumikia kwa uaminifu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu I will Kristo. not adjust after some time. Sitabadilika kwa baada ya muda. So shall it be. Na hivyo hivyo. Thank you, Father. Asante Bwana Yesu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. I have taught your word, O God. Baba, nimewafundisha neno lako. Prove that you are the one who sent me on this errand. Jidhihirishe Bwana, ulinitwika jukumu hili. Raise faithful men in our midst. Wainue watu watakaoaminika mahala hapa. Lord, I'm asking, O God, that you make us look and see the reward of unfaithfulness and will run away from it. Naomba Bwana ukaweze kutuonyesha hatima ya kutoaminika na tukaweze kujiondoa. From today, O Lord, Kuanzia siku ya leo. lay your hands upon us. Na ukaweke mikono yako juu yetu. We have fixed it in our hearts Tunaliweka ile agano leo. to be faithful. Tukawe waaminifu. Help us, O God. Na utusaidie Bwana Help us Mungu. not to be deceptive, Tusaidie tusiwe wadanganyifu. nor allow the devil to deceive Na us. usikubalie mwadilishi akaweze kutudanganya. Thank you, Father. Sande Baba. In Jesus' name, Katika we jina pray. la Yesu tumeomba na kuamini. Everybody say amen. Amina. Hallelujah. Amina. I want you to look at your neighbor. Ask him, are you faithful? Waka tumtazame hata jirani aliye kando yetu na muulize hili swali. Mwaminifu? Ask your neighbor, say, are you faithful? Muulize, mwaminifu? Ask him. Muulize swala hilo. All right. The person looks into, am I correct? Fantastic. Ask him, what time did you get to church today? Hebu muulize ulifika kanisani wakati gani?
Ask him, are you still faithful? Muulize kulingana na ile tukiweka kwa mizani mwaminifu. Leave him to answer. Mpe tu nafasi atajibu. In his mind or her mind. Katika akili yako, ajiweke katika mizani. Ask him again and say, what have you done to add value to the house of God today? Hebu muulize tena, umefanya nini kimechangia katika utumishi katika nyumba ya Bwana? Ask him, are you still faithful? Hebu muulize, wewe mwaminifu bado? Umwaminifu bado? Umwaminifu bado? Say that again. Umwaminifu bado? Umwaminifu bado? Yes, sir. Wonderful. I'll get it. Wonderful. I'll surprise all of you. Umwaminifu bado? Umwaminifu? You shortened it now. Yes, it's a question. You can prolong it or shorten it. Umwaminifu bado? Are you faithful still? Oh, bado is still. Still. Wonderful. Umwaminifu bado? Mtumishi wa Mungu anakuuliza ile swali. Umwaminifu bado? Yes, is your meaningful in the bado level, or is it just it's not a meaningful at all? Bado mwaminifu ama umetoka katika hicho kiwango? In fact, it even sound like English. You are meaningful. Are you meaningful? Una maana? Are you meaningful? Hallelujah. Praise. Amen. Let us take the matter very serious. May this message not sentence you to hell. Na ujumbe na usiweze kututuma katika ufalme wa Mungu tukaweze kuhukumiwa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. May it help you to adjust your life. Wacha ujumbe huu katusaidie maishani. There was a time in my life I used to give excuses. Kuna wakati maishani nilikuwa mtu wa kupeana Eric, why didn't you clean the chairs? I was, it's not really my fault. I tried to clean it. I now didn't find rag. There was no rag. There was no umu. I will have many stories to tell why I didn't clean the chairs. Then I discovered that I was preparing myself to go to hell. So when I had this message one day, I made up my mind. The man of God preached it on faithfulness. I made up my mind I'll be faithful. From that time, I will wake up early, plan myself, get the umu, get everything, clean the chair on Saturday. On Sunday, I will only wipe it in the morning and everywhere is clean. My pastors discovered that there's a change in my life. And from that day, they began to give me bigger responsibilities until they ordained me a pastor, until they sent me. I was 21 or 22 when I was sent to Brazil to go and preach. They began to believe in me to do mighty things. They started committing important things into my matter. Whenever they had important meetings, they say, bring Eric. That guy is very responsible. We need him. So I will sit there and be listening. Things I don't even know about. They will put me there. Why? Being responsible. Making up my mind to be faithful. Excuse me, ladies and gentlemen. Be faithful. Mtumishi wa Mungu ametupa mfano kwa kirefu kuhusu maisha yake, jinsi alivyobadili nia. Kwamba baada ya kusikiza ujumbe kama usiku moja, alibadili mawazo yake na kuamua kuwa mwaminifu, na ndio maana leo anatufundisha mambo haya. Stop looking for who will do it and say, hey, I told Ezekiel to do it, it didn't come. There was the day I came up with something. I said to myself, what if that person have died? Ezekiel, you won't die. True or false? Yeah, you won't die. Fine. I made up myself, what if this person that I'm asking to do it dies? Won't I do it? I will do it. So, excuse me, from henceforth, it will never be an excuse in my life again. And God liberated me from all those excuses. So you will never see me say, somebody did not do it. I will do it. If I notice you are not doing it, I'll step in boldly and make you understand that it can be done. In case you are deleted, we will still move on. Happen to know that some people are very important. After they die, life still goes on. So please, don't ever hang your life around anybody that the person did not do it. March on and be faithful by yourself. Mtumishi wa Mungu anasema tusiegemeze tu, mbali tuwe waaminifu kwa kiwango chetu, ndiposa Mungu atusaidie. Tunapoweka imani yetu kwa watu wengine wanaweza kutuangusha. Kwa hivyo lazima tuwe watu wa kuaminika. Mambo yasipofanyika, mtu anapopewa mambo ya kufanya na asiweze, basi tukue na uwezo wa kuyatenda, kwa sababu asipokuwepo mambo yataendelea bado. And you too, that you are not faithful, to the extent that they are saying, in case you have died, we'll carry on. You better redeem yourself. Na hata pia wewe uliye hapo na wanasema wewe usipokuwepo wataendelea, ni vyema tubadili mawazo. Redeem yourself so that people do not calculate you as dead. In case you have died, we'll still move on. So let us pretend as if this guy is no more available on earth. Make yourself useful so that you are not calculated as dead and you are still alive. Tuwe watu wa kutumika na watu ambao wanategemewa, ndiposa tusihesabiwe wasiokuwepo. Let us get our offerings.
Tunaenda kutoa zaka zetu so we can get into the second service. We have already eaten into that time. ndio tuanze ibada ya pili. 821430 is the M-Pesa pay bill number. You can give your offerings, you can give your tithes from using that pay bill number. If you're outside Africa, you can use the SendWave app. They'll project it to you. If you have yours physically, you can step forward and drop your offering so we can close this session well. Let us pray. Our Father, we thank you for everyone that is giving an offering right now. Baba yetu tunakushukuru ni kwa ajili ya wote anakayotoa Put your siku leo. breath upon the offerings and let it be accepted by you. Wacha Bwana zikabarikiwe na zikakubalika hizi zaka mbele zako. Let every giver be thoroughly blessed. Wacha Bwana anayetoa akabarikiwe. Cause us to swim in plenty. Tufanye Bwana tukaweze kubarikiwa kupita Let the kiwango. power of begging, these forces of begging, lack, want, disappear from our midst. Wacha hizo nguvu na mamlaka za umaskini na kutopata na kutojaliwa zikaweze kufa katika maisha yetu. Bless your children mightily. Bariki wana wako kuliko you, kwangu. Father. Katika jina la Yesu. In Jesus' name we pray. Asante Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na Give your kuamini. offering faithfully, Tufanye hata matoleo yetu katika uaminifu. and the Almighty God will bless you in Bwana Jesus' name. Mungu atatubariki. So faithfully step forward, drop your offerings. We have yours with you. Tufanye katika uaminifu. May the Almighty God bless you in Jesus' name. Bwana Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen. Amina. God bless you. Quickly. All right, let the second service start immediately. Who is in charge of the praise and worship? Step up right now. God bless you, everybody.